Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amempongeza Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier kwa hatua yake ya kishujaa ya kulaani ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya watu wa Iran, huku Marekani na Israel zikiendelea na mashambulizi yao nchini humo. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X siku ya Jumatano, Araghchi alielezea shukrani zake kwa Steinmeier ambaye aliyataja mashambulizi hayo ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuwa si uchokozi tu, bali pia ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Hatua hii ya Steinmeier inachukuliwa kuwa ya kipekee miongoni mwa viongozi wa nchi za Magharibi ambao wengi wao wameamua kukaa kimya au kutochukua hatua yoyote. Kupitia hotuba yake mjini Berlin, Rais Steinmeier aliyataja mashambulizi hayo kuwa ni makosa na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Steinmeier ambaye hapo awali alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, alionyesha shaka juu ya madai ya kuwepo kwa tishio la karibu dhidi ya malengo ya Marekani, akisema kuwa sababu zilizotolewa kuanzisha vita hivyo hazikuwa na mashiko. Araghchi katika ujumbe wake alikosoa kile alichokiita viwango viwili vya nchi za Magharibi, akilinganisha hali ya Gaza na Ukraine. Sheria za kimataifa zimekufa kivitendo, zikichochewa na viwango viwili vya Magharibi kuhusu Gaza dhidi ya Ukraine na ukimya juu ya uchokozi wa Israel na Marekani dhidi ya Iran, alisema Araghchi. Aliongeza kuwa wale wanaothamini utawala wa sheria wanapaswa pia kupaza sauti zao. Vita hivi vilianza mnamo Februari 28 wakati Marekani na utawala wa Israel walipozindua mashambulizi dhidi ya Iran iliyopelekea kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wa kijeshi wa ngazi za juu. Tangu wakati huo, Iran imekuwa ikilipiza kisasi kwa kurusha makombora na kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones, dhidi ya maeneo yanayokaliwa na Israel pamoja na kambi za kijeshi za Marekani katika nchi za kikanda. Kauli ya Steinmeier inakuja kama faraja kwa upande wa Iran, ikionyesha ufa katika msimamo wa pamoja wa nchi za Magharibi kuhusu mzozo huo. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.